Ni nani unayeambatana naye katika maisha yako? Ni mtu gani umempa ruksa, fursa ya kuambatana nawe, ya kushirikiana nawe katika shughuli zako za kila siku? Karibu tena katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi hapa na wewe hapo unanitazama na kunisikiliza tunapata fursa ya kujifunza neno la Mungu na kujifunza maisha kwa ujumla wake. Mimi ninayeongea naitwa Judith. Karibu sana na tuombe. Mfalme wetu, baba yetu, mkombozi wetu, muumbaji wa mbingu na ardhi, tunasema asante kwa pendo lako. Asante kwa kutupa fursa ya kujifunza neno lako takatifu. Tunaomba ukatutumie. Ninayeongea Baba nikawe ni chombo tu, maneno yote yakatoke kwako na maneno haya yakatufundishe kitu, mimi pamoja na msikilizaji. Asante kwa pendo lako kwa Yesu Kristo. Amina. Basi siku hii ya leo natamani tuongelee swala la kwamba katika maisha tunayoyaishi hapa duniani, katika shughuli zetu tunazozifanya, katika maisha yetu ya kawaida ya hapa na pale, je, ni nani tumempa kipaumbele, au ni nani tumempa fursa, au ni nani tumemruhusu kuwa karibu na sisi? Kuna wakati fulani katika maisha, inaweza ikawa ni kazini, inaweza ikawa ni shuleni, inaweza ikawa ni majirani nyumbani, wakawa karibu na wewe, au wewe mkawapa fursa au nafasi ya wao kuwa karibu na wewe. Na wakati mwingine uko kazini au upo shuleni au ni nyumbani, majirani zako, au ni sehemu fulani ambayo unapendelea kwenda, ukakutana na watu fulani, ukajikuta kwamba watu hao wakaanza kuwa na nafasi katika maisha yako. Naweza nikatolea tu mfano mdogo. Kwa mfano mashuleni, mavyuoni. Unaweza uko umetoka nyumbani, umefundishwa vizuri, una maadili mazuri, lakini ukifika shuleni, kule chuoni ukakutana na watu ambao maadili yao na maisha yao ni tofauti na wewe jinsi ulivyokulia. Kwa hiyo labda mko katika chumba kimoja au mnasoma kozi moja, ukajikuta kwamba lazima uambatane nao kwa sababu lazima mfanye labda kazi pamoja, mdiscuss pamoja. Ni sawa pia na kazini. Unakutana na watu fulani kazini, katika kazi yako au biashara yako unayoifanya, majirani zako, wenzako unaofanya nao kazi, inabidi wakati mwingine mfahamiane, mshirikiane kwa sababu fulani au nyingine. Sasa hawa watu wanaweza kwa namna moja au nyingine wakaathiri maisha yako bila wewe kufahamu kwamba wameathiri maisha yako. Kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza ukawa mna mawazo fulani kwa pamoja na mkatenda jambo fulani kwa pamoja, na kwa sababu sisi ni binadamu hatutamani kukera au kuudhi wengine au kujitenga na watu, kwa sababu hata neno la Mungu linasema sisi tumeumbwa kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo lazima wakati mwingine kushirikiana, fahamiana, vitu kama hivyo. Lakini sasa matokeo yake ni kwamba wakati mwingine mawasiliano hayo, maingiliano hayo yanaweza yakapelekea changamoto nyingi katika maisha yetu. Tena haswa maisha yetu ya kiroho. Mimi mwenyewe naweza nikawa ni mfano bora nikaongelea kitu kimoja tu, kwamba katika maisha yangu ya masomo nilikuwa ni mrahisi sana kuvutwa, kwamba nikiona wenzangu wamefanya hivi basi na mimi nafanya, nikiona wenzangu wamevaa hivi basi na mimi navaa, nikiona wenzangu wanatenda hiki basi na mimi natenda, kwa sababu wakati ule nilikuwa naona kama hawa wanatenda, kwa nini na mimi nisitende hiki? Lakini sasa baadaye na unakuta kwamba sasa kile kitu na hiki kinakuathiri kwa namna moja au nyingine, au wakati mwingine unajikuta unamuua sheria za Muumba wako. Leo katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili tunaona hadithi ya mfalme Yehoshafati. Mfalme Yehoshafati alikuwa mfalme mzuri sana, alimwabudu Mungu, alimpenda Mungu, akafanya mambo yote mazuri na Mungu alimpenda. Na huyu mfalme alikuwa ni mfalme wa Yuda. Kwa hiyo mfalme Yehoshafati alimpendeza Mungu kwa matendo yake, alikuwa anafanya mambo ya kumpendeza Mungu. Lakini mfalme huyu alikosea jambo moja, na jambo hilo lilikuwa ni jambo gani? Kufanya ushirika na mfalme wa Israeli ambaye ni Na huyu mfalme Ahabu alikuwa anafanya mambo ambayo ni machukizo sana mbele za Mungu.
Mfalme Yehoshafati siku moja alienda kumsalimia mfalme Ahabu, na mfalme Ahabu akamwambia, bwana, mimi natoka kwenda vitani, unaweza kwenda na mimi? Na Yehoshafati bila hata kutafakari akasema kwamba okay, mimi watu wangu ni watu wako, watu wako ni watu wangu, kwa hiyo nitatoka na wewe, tutaenda. Lakini kile kitendo, vile vita viliruhusiwa na Mungu ili Ahabu aweze kuangamizwa kule katika vita, ili kwa sababu Ahabu alikuwa anatenda maovu sana, yeye na mke wake Yezebeli, maovu na machukizo mbele ya Mungu, na alikuwa anasababisha wana wa Israeli nao watende vivyo hivyo. Kwa hiyo Mungu aliruhusu vita vitokee ili Ahabu afe katika vita. Lakini sasa huyo Yehoshafati, mtu ambaye anatenda matendo ya Mungu, mtu ambaye Mungu anampenda, mtu ambaye anatenda mapenzi ya Mungu, kaambatana na Ahabu, na vile vita viliruhusiwa ili Ahabu aweze kuangamizwa. Kumbe matatizo tunayoyapitia katika maisha yetu ni kwa sababu ya yale tunayoyaruhusu katika maisha yetu, yale mawazo ya watu wengine ambayo hao watu huenda kwa namna moja nyingine hawamwamini Mungu kama tunavyomwamini, wala hawana habari na Mungu, wala hawana habari na safari ya kwenda mbinguni. Lakini sasa wewe msafiri mwenzangu ambaye unaamini na upo katika yale maisha ya kupambana kumtafuta Mungu, kuhakikisha kwamba maisha yako unayaunganisha tena na Mwokozi wako, wakati mwingine unajikuta unaruhusu mawazo ya adui kupitia marafiki ambao hatuwajui na wala hatujui malengo yao katika kiroho ni nini, yakatuathiri na sisi pia. Kwa hiyo Yehoshafati anaenda vitani pamoja na Ahabu, japokuwa nabii aliwaambia kabisa kwamba huko vitani Ahabu atakufa, lakini hakumwamini yule nabii, wakaamini wale manabii wengine. Kwa hiyo Yehoshafati anaenda na Ahabu kwenye vita, na kule vitani Ahabu anavaa nguo zake za kifalme, anavaa nguo za kawaida ili aweze kupigana kama watu wengine. Alafu Yehoshafati anabaki na nguo zake za kifalme. Na kule vitani wale maadui waliambiwa kwamba wamuue mfalme. Kwa hiyo maadui walipomuona Yehoshafati wakajua huyu ndiye Ahabu, ndiye mfalme, wakaanza kumkimbiza. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa rehema na Mungu anapenda watu wake, pale ambapo Yehoshafati alipiga kelele akasema sio mimi, wakaachana naye na Mungu akamsaidia, wale watu wakaenda, pengine yeye akakimbia. Ili somo linatukumbusha kwamba kuna wakati mwingine, huenda hata hii video unayoitazama inakukumbusha kwamba ndugu yangu, yule ambaye umemfanya wewe karibu yako, yule ambaye umemfanya wewe mshauri wako, yule ambaye hamwamini Mungu wala mtegemee Mungu wa mbinguni, achana naye. Mashauri yake hayatakufaa. Wewe ni mtu wa Mungu, tafuta ushauri katika neno la Mungu. Huenda hii video inatukumbusha mimi na wewe kwamba ule urafiki tunaofanya na watu ambao sisi tunadhani wana manufaa katika maisha yetu, basi tujue kwamba hayo manufaa si mema, ni mabaya, na tutafute shauri kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo somo hili likatukumbushe siku hii ya leo kwamba ni urafiki gani tunaofanya. Je, ni urafiki wa wokovu au ni urafiki wa kutupoteza? Kuna wakati mwingine tunaweza tukasema kwamba sasa si itabidi labda nichangamane na watu ili niweze kuwahubiria. Ni kweli, lakini hatujaambiwa kwamba tuchangamane nao wao ndio watuvute. Hapana, sisi ndio tunatakiwa tuwavute kwa Mungu. Lakini sasa somo hili leo linaonyesha kwamba pale unapochangamana na watu na wao ndio wanaokuvuta kutenda maovu, kumwacha Mungu, kumkosea Mungu na sheria zake, basi watu hao ni mara moja unatakiwa kuachana nao na kurudi kwa Mungu na kuomba msamaha. Somo hili likatutie moyo, mimi ninayeongea na wewe unisikiliza, kwamba tutazame maisha yetu kwamba ni vitu gani. Kuna wakati mwingine unaweza ukasema hapana, mimi sina marafiki, lakini siku hizi unaweza ukawa huna marafiki wa kuonekana hivyo, kushikika hivyo, lakini simu yako, mitandao ya kijamii imejaa marafiki wengi